Moja kwa moja tupokee taarifa ya habari. Msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Zainab Aziz. DW Habari za Ulimwengu. Mimi ni Sudi Mnete. Mwanzo muktasari. Duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Hamas na wapatanishi yamalizika katika mazingira chanya. Leo imetimia miaka miwili tangu shambulizi la Oktoba 7 la Israel. Na kansela wa Ujerumani amemshutumu Rais Putin kwa kuendesha kile alichokiita vita ya mseto dhidi ya Ujerumani. Habari kamili. Cairo. Duru ya kwanza ya mazungumzo kuhusu Gaza kati ya Hamas na wapatanishi imekamilika katika mazingira chanya nchini Misri. Hayo ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali ya Misri katika taarifa yake ya mapema leo hii. Al Qaeda News, chombo kinachohusishwa na ujasusi wa serikali, kiliripoti kuwa mazungumzo yataendelea pia katika kati ya Hamas na wapatanishi katika mji wa mapumziko wa Sharm el-Sheikh, ambako ujumbe wa Israel uliwasili jana Jumatatu. Israel na Hamas wanatarajia kushiriki mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kuhusu pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kubadilishana mateka na wafungwa pamoja na kusitisha mapigano kwa muda mrefu. New York. Katika kumbukumbu ya miaka miwili tangu mauaji ya Oktoba 7 yaliyofanywa na kundi la Hamas nchini Israel, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusitisha vita vya Gaza. Kiongozi huyo ametukuliwa akisisitiza sitisheni uhasama katika Gaza, Israel na eneo lote kwa sasa. Guterres aliongeza kuwa pendekezo jipya la rais wa Marekani Donald Trump linatoa fursa ya kumaliza mgogoro huo, ikiwa ni baada ya miaka miwili ya maumivu. Ni lazima kufikishwe matumaini. Oktoba 7 mwaka 2023, wapiganaji wa Hamas na makundi mengine ya Kiislamu walitekeleza mauaji mabaya zaidi katika historia ya Israel, ambapo takriban watu 1200 waliuawa na zaidi ya 250 kutekwa na kupelekwa ukanda wa Gaza. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amemshutumu rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuendesha kile alichokiita vita ya mseto dhidi ya Ujerumani. Merz aliambia kituo cha televisheni cha NTV hapa Ujerumani kwamba kiongozi huyo anapigana na vita ya taarifa dhidi yao, anapigana vita ya kijeshi dhidi ya Ukraine, na vita hiyo inawalenga wao wote. Aidha, kansela huyo wa Ujerumani aliongeza kwa kusema Putin anataka kuipindua kabisa hali ya kisiasa ya Ulaya na ndio sababu wanaunga mkono Ukraine. Anasema kwa maslahi ya Ujerumani wanapaswa kulinda utaratibu wa kisiasa wa jamii zilizo wazi na huru barani Ulaya. Kansela Merz amesema kuwa alikuwa na mjadala mkali kuhusu swala hilo na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban na katika mkutano wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Copenhagen juma lililopita. Antananarivo. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amemteua Jenerali Lufini Fortunati Dimbisoa Zafindambo kuwa waziri mkuu mpya, akitumai kutuliza maandamano yanayoendelea dhidi ya uongozi wake ambayo yameitumbukiza nchi hiyo katika mgogoro. Akizungumza akiwa Ikulu, Rajoelina alisema waziri mkuu mpya anapaswa kuwa kwa kuhudumia wananchi na awe mtu msafi, mwenye uadilifu na anayefanya kazi kwa haraka. Pamoja na kiongozi huyo kutoa ahadi ya kile alichokiita tayari kuiokoa Madagascar, hatua yake ya kuvunja serikali nzima wiki iliyopita hakiweza kukidhi matakwa ya waandamanaji. Maandamano hayo ambayo yalianza kutokana na hasira dhidi ya kukatika kwa maji na umeme mara kwa mara katika kisiwa hicho cha bahari ya Hindi chenye umaskini yamegeuka kuwa harakati za kupinga serikali zinazomtaka Rajoelina ajiuzulu. Geneva. Kutokana na kupungua kwa kiasi kikubwa cha ahadi za ufadhili, shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi
limepunguza takribani wafanyakazi 5,000 duniani kote kwa mwaka huu. Kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi alisema mjini Geneva siku kwamba hatua hiyo inamaanisha kuwa robo ya wafanyakazi wote wamepoteza ajira zao. Hadi Juni 2024, UNHCR ilikuwa na takriban wafanyakazi wa kudumu 15,400 na wadau wengine 4,000 katika zaidi ya nchi 130 na kufanya jumla kufikia karibu 20,000. Na huu, msikilizaji, ni mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn ambazo zimesomwa nami Sudi Mnete. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Asante sana Sudi Mnete kwa taarifa hii ya habari. Basi inaelekea kupokea uchambuzi wa taarifa na makala naye Zainab Aziz. Kukaribisha sasa kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi, na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na mengi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, hususan kuhusu vita katika ukanda wa Gaza. Wachambuzi wanasema kundi la Hamas limedhoofika, lakini kidogo tu, kwa sababu bado halijadhibitiwa kikamilifu. Na huko nchini Tanzania, sekta ya usafiri nchini humo inatajwa kuwa ya kupanda na kushuka. Je, ni kwa nini? Baki hapa kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi, msikilizaji, uweze kuyasikia yote. Naam, tuanze na ripoti juu ya yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Mwenzangu Sudi Mnete amefuatilia na ametuandalia ripoti ifuatayo. Wajumbe kutoka upande wa Hamas na Israel Jumanne hii umeendelea na mazungumzo yasiyo moja kwa moja yaliyoanza jana nchini Misri kuhusu kumaliza vita vya takriban miaka miwili huko Gaza, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa kundi la wapiganaji wa Kipalestina liko tayari kufanya maridhiano kuhusu mapendekezo yake ya makubaliano ya amani. Al Qaeda News, chombo kinachohusishwa na ujasusi wa serikali ya Misri, kilisema duru ya kwanza mazungumzo ilimalizika katika mazingira chanya na itaendelea tena Jumanne hii. Taarifa ilisema upatanishi wa Misri na Qatar na pande zote mbili kuanzisha utaratibu wa kuachilia mateka walioko Gaza kwa kubadilishana na Wapalestina walioko magerezani. Trump aliwaambia waandishi habari katika ikulu ya White House kuwa alikuwa na uhakika kiasi kuwa makubaliano ya amani yanawezekana. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt amesema Rais anataka kuona usitishwaji wa mapigano, anataka mateka waachiliwe, na timu za kiufundi zinajadili hilo kwa sasa ili kuhakikisha mazingira yanakuwa bora kwa kuachilia mateka hao. Wanapitia orodha ya mateka wa Kiisraeli pamoja na wafungwa wa kisiasa watakaoachiliwa. Mazungumzo hayo yanaendelea na rais anafuatilia kwa karibu na anapewa taarifa kuhusu hali hiyo. Katika kumbukumbu ya miaka miwili tangu mauaji ya Oktoba 7 yaliyofanywa na kundi la Hamas nchini Israel, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa Hamas na Israel kusitisha vita vya Gaza mara moja, akisema pendekezo jipya la Rais Trump linatoa fursa ya kumaliza mgogoro huo. Aidha, katika kipindi cha kumbukumbu hiyo pia kansela wa hapa Ujerumani Friedrich Merz alisikika akionya kuhusu kuongezeka kwa chuki dhidi ya Wayahudi nchini Ujerumani. Ama kwa upande mwingine, mwanadiplomasia mkuu wa kanisa Katoliki duniani Kardinali Pietro Parolin amelaani vikali mauaji yanayoendelea Gaza na kusema ni jambo lisilokubalika kupuuza idadi ya vifo kwa kuziona kama athari zitokanazo kandoni mwa vita. Parolin alisema vita kati ya Hamas na Israel vimesababisha madhara makubwa na kikatili, akiongeza kuwa anasikitishwa sana na idadi ya vifo vya kila siku miongoni mwa Wapalestina, wakiwemo watoto wengi ambao kosa lao pekee ni kuzaliwa mahala hapo. Shukran sana Sudi Mnete. Miaka miwili baada ya Israel kuanza operesheni yake ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas katika ukanda wa Gaza, wachambuzi wanasema Hamas imedhoofika, lakini kidogo, kwa sababu bado haijadhibitiwa kikamilifu. Hili linajiri licha ya jeshi la Israel kusisitiza kuwa imelishinda kundi hilo. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
Marina Miron, mtafiti katika idara ya utafiti wa vita katika chuo cha King's mjini London, ameiambia DW kwamba Hamas imeshambuliwa mno na Israel na kupata changamoto kubwa kijeshi, lakini bado ina uwezo wa kujipanga upya na pia bado ina uwezo wa kuamrisha na udhibiti wa hali ya juu. Kabla ya vita vinavyoendelea Gaza kuanza, vilivyochochewa na shambulizi lililofanywa na Hamas kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 uliosababisha mauaji ya Waisraeli 1200, kundi hilo la wanamgambo lilikadiriwa kuwa na wapiganaji kati ya 25,000 hadi 30. Lakini ndani ya miaka miwili iliyopita, jeshi la Israel limesema limefanikiwa kuangamiza kati ya wanamgambo 17,000 na 23,000 wa Hamas, huku wachambuzi wakisema idadi ya waliouawa huenda ikawa ni ndogo. Taasisi ya uangalizi wa vita iliyoko Marekani, ACLED, iliripoti mwezi Oktoba mwaka 2024 kwamba wapiganaji 8,500 waliuawa. Idadi hiyo ilijumuisha makundi mengine ya wanamgambo. Hii inamaanisha kwamba 80% ya zaidi ya watu 65,000 waliouawa katika mgogoro huo hadi sasa ni raia. ACLED ilipendekeza kuwa Hamas huenda ikawa imewasajili wapiganaji zaidi ndani ya miaka miwili iliyopita. Laila Sourat, mtafiti katika taasisi moja ya Kiarabu ya masuala ya sera iliyoko Paris, Ufaransa, amesema kuna viashiria hasa katika mitandao ya kijamii kwamba vijana wadogo wa Kipalestina wasiokuwa na mafunzo yoyote wamekuwa wakijiunga na tawi la kijeshi la Hamas Al-Qassam Brigade na kuendelea kushambulia. Lakini licha ya hatihati iliyopo kuhusu idadi kamili ya wapiganaji wa Hamas walioangamizwa, jambo moja linabakia kuwa wazi kabisa, kwamba Israel ilifanikiwa kuwaua viongozi wa juu wa kundi hilo, na kwa sasa ni kamanda mmoja tu mkuu aliobakia kutoka kwa baraza la kundi hilo lililopanga mashambulizi ya Oktoba 7. Kitu kinachojadiliwa kwa sasa ni je, Hamas ina udhibiti mkubwa kiasi gani katika ukanda wa Gaza? Kundi hilo lina tawi la kijeshi linalopambana na jeshi la Israel, lakini kundi hilo lililo na mamlaka katika eneo hilo la pwani ya Gaza tangu mwaka 2007 pia liliwahi kuwa na mamlaka kwa serikali ya raia Gaza. Kila kitu kuanzia hospitali, polisi na hata uchukuaji wa taka ulikuwa unaendeshwa na kundi hilo. Jeshi la Israel pia limeendelea kushambulia watu binafsi na mashirika au maeneo yanayoaminika kufungamana na kundi hilo la Hamas, ikiwa na nia ya kulivunja nguvu na kuondoa uongozi wake mjini Gaza. Afisa mmoja wa usalama wa ndani ya Gaza liliambia shirika la habari la BBC hivi karibuni kwamba Hamas imepoteza udhibiti wa takriban eneo zima la Gaza. Amesema pengo la usalama limejazwa na makundi ya wahalifu na makundi kadhaa ya kikabila. Hamas inapambana na makundi hasimu ndani ya Gaza, kukiwa na ripoti za hivi karibuni za Israel kupata uungwaji mkono wa Wapalestina wasiowaunga mkono Hamas. Na sasa, msikilizaji, tuelekee huko nchini Tanzania ambako sekta ya usafiri nchini humo inatajwa kuwa ya kupanda na kushuka, huku wananchi wakilalamikia adha kubwa inayosababishwa na uhaba wa vyombo vya usafiri, ingawa serikali inasema inachukua juhudi kubwa kuboresha hali hiyo. Kwa namna gani swala hili limekuwa sehemu ya mazungumzo ya wananchi na sera za wagombea wakati huu taifa hilo la Afrika Mashariki likielekea kwenye uchaguzi wake mkuu hapo Oktoba 29? George Njogopa ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Dar es Salaam. Hapa ni kituo cha mabasi cha usafiri wa umma cha Kijitonyama jijini Dar es Salaam, jiji ambalo ndilo kituo cha biashara na uchumi hapa nchini Tanzania. Lakini abiria hao wanasema kwamba wamekaa kwa muda mrefu bila kupata usafiri wa kupeleka katika shughuli zao za kila siku za maisha, huku wakitaja sababu mbalimbali. Kwa hiyo changamoto ya usafiri bado hapa Dar es Salaam bado ni kubwa sana. Licha malalamiko hayo, ukweli ni kwamba kumekuwa na juhudi zinazochukuliwa na serikali kuimarisha miundombinu na barabara, usafiri wa anga, reli pamoja na ujenzi wa barabara za kiwango cha lami katika maeneo mengi ya nchi, ikiwa ni hatua ya kuimarisha sekta ya usafiri inayotajwa kuwa ni kiunganishi muhimu katika maendeleo ya nchi. Hata hivyo, ufanisi wa sekta hiyo katika baadhi ya maeneo unatajwa kuzua kero, ikiwemo katika jiji la Dar es Salaam linaloshuhudia ujenzi wa miundombinu ya usafiri wa mabasi mwendo kasi ukichipua kila uchao.
Mabasi hayo yalianza kufanya kazi miaka hivi karibuni, yanaonekana kurojibu kadhia ya wananchi, na kwamba baadhi yao hivi karibuni waliyavamia na kuyaharibu kama sehemu ya kuonyesha hasira ya kutoridhishwa na ufanisi wake. Uvamizi hata kama haukuhusiana moja kwa moja na uchaguzi mkuu unaofanyika hapo Oktoba 29, lakini mazingira ya kisiasa yalifanya onekana hivyo, anasema Makwaya Shija, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mwenye makao yake hapa Dar es Salaam. Hawa wananchi ni watu ambao wanajitambua sasa hivi, unaona. Kwa hiyo inakwenda na kwenda na mambo ya kisiasa. Kwa kujua nafasi ya kila kero wakati wa lala salama wa kampeni za uchaguzi mkuu, ilimbidi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kujitokeza mbele ya wananchi kutoa ufafanuzi na kuomba subira yao wakati mambo yakitengenezwa. Inatakiwa usafiri kama hapa katikati ya jiji la Dar es Salaam. Haya ndio malengo na tumeanza sasa. Kwa hiyo tuendelee kuhubiria. Nachowasihi, hata kwa kitokea tatizo tusitokee madirishani kama mwanzo, wala tusiingie madirishani. Wakichukua nafasi yao ya kulizungumzia suala hilo la usafiri wa umma, wagombea na vyama vya upinzani wanazijadili kero za wapiga kura kwa kutaja namna watakavyozishughulikia iwapo watapewa ridhaa ya kuingia madarakani. Huyu hapa ni mkurugenzi wa habari na mgombea ubunge wa jimbo la Kilwa Kaskazini kwa chama cha wananchi CUF, Mohamed Ngulangwa. Moja katika vitu tutakavyofanya kama tulivyoeleza katika sura ya 4 ya ilani yetu ni pamoja na kuhakikisha tunaboresha usafiri na usafirishaji katika ngazi zote, kuboresha huduma, kuboresha miundombinu. Usafiri wa umma hapa nchini Tanzania si mabasi pekee. Kumekuwa pia na uimarishwaji wa sekta usafiri wa reli, ambako mradi wa treni ya ama SGR umeanza kufanya kazi. Wakati huo kwenye usafiri wa anga, serikali inaendelea kununua na kuagiza ndege mpya kwa ajili ya shirika lake la Air Tanzania. Hali ni hivyo hivyo kwenye usafiri wa baharini, hasa katika maziwa na vivuko. Kwa chama kinachotawala CCM, hizi ni miongoni mwa alama za mafanikio yake kinachotaka wapiga kura kuyakumbuka na kuwachagua tena. Lakini kwa upinzani, kila mradi kati ya hiyo wanazungumzia rundo la kashfa za kifisadi na matumizi mabaya ya fedha za umma, na hivyo kuitumia kwa sababu ya wapiga kura kuiadhibu CCM. Mwamuzi wa hayo yote atakuwa mpiga kura ifikapo Oktoba 29. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Na huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la wapiganaji wa M23 linajikusanya na kuimarisha nguvu zake za kisiasa na kiuchumi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa zinaeleza kuwa linaunda mifumo iliyo sanjari na ile ya serikali ya Kinshasa ya uongozi na usimamizi. Eneo la mashariki mwa Kongo lililo na utajiri mkubwa wa madini limezongwa na vita kwa zaidi ya miongo mitatu. Kundi hilo la M23 liliiteka miji mikuu ya Goma na Bukavu mapema mwaka huu. Mengi zaidi na Thelma Mwazaya. Kundi lilojihami la M23 linaripotiwa kusajili maafisa na kuwatoza wakazi kodi, kuwapa mafunzo wanajeshi na maafisa wa polisi ili kufanikisha azma yao ya kuunda serikali ya kinzani. Serikali ya Kongo imeyafunga mabenki na kusitisha huduma nyingine za msingi baada ya wafanyakazi wa umma kukimbia kutoka eneo la mashariki lililogubikwa na mapigano. Kwa mujibu wa kiongozi wa tawi la kisiasa la M23, Corneille Nangaa, azma yao ni kupindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi na kuunda uongozi mpya unaojikita katika uwazi na utendaji. Kibarua chao kikubwa ni kuwabadili wakazi mawazo na kuwarai kuwa na imani nao. Katika miezi ya kwanza, M23 iliteua magavana, madiwani, waratibu na kuanza kutoa huduma za vitambulisho na hati za usajili. Hata hivyo, miji mikubwa ya Goma na Bukavu ya majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Kusini haijakuwa na maafisa wa polisi wala mahakama zinazofanya kazi. Hilo linaashiria ongezeko la visa vya uhalifu, wanaelezea mashahidi. Mabenki yaliyoporomoka na mifumo ya biashara kufungwa vimevuruga uchumi ambao tayari unachechemea. Duru zinaeleza kuwa tangu Agosti mwaka huu, M23 imetangaza mabadiliko kadhaa na kuchapisha video inayowanadi maafisa wake wapya wa polisi, ambacho ni kikosi kilichowaleta pamoja maafisa wa serikali wa zamani waliokamatwa wakati wa mashambulizi na washirika wengine wapya. Haijabainika iwapo walijiunga kwa hiari au kushinikizwa. Lengo la video hiyo ni kusisitizia umma kuwa wamejipanga na kuajiri wataalam, kinyume na hali ilivyo kwenye kikosi cha taifa kilichoko ambacho kimechafuliwa sifa kwa kuendekeza ufisadi.
M23 pia imeandaa mtihani wa mchujo mahsusi kwa wanasheria wapatao 500, lengo likiwa kuwajumuisha kwenye idara ya mahakama. Kulingana na ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa ya Julai, kundi hilo limekuwa likiendesha operesheni zake za uongozi pasi na vigezo vya msingi vya kisheria au mbinu za uwajibikaji, hali inayozua adhabu na mauaji ya kiholela. Ijapokuwa watuhumiwa wamefanyiwa msako ili kupunguza viwango vya uhalifu mitaani, mashirika ya kimataifa yanalalamika kuwa matokeo yake ni ukiukaji wa haki. Ufadhili wa kundi la M23 bado unazua hisia mseto, kwani mfumo wa mabenki umeporomoka Kongo. Ili kufidia pengo hilo la mabenki, M23 imeunda mamlaka ya fedha ya kukusanya mapato, kutenga kodi maalum za biashara na uchimbaji wa madini. Hata hivyo, wakazi wanalalamika kuwa hawana chochote na wanashurutishwa kulipa kodi katika mazingira magumu ya vita. Mwezi uliopita, chama kikuu cha wafanyakazi jimboni Kivu ya Kusini kiliwasilisha ujumbe kwa M23 kuwaomba wapate msamaha wa kodi, kwani wanasakamwa koo na madhila ya vita. Huko nchini Uganda, jamii zinazozunguka hifadhi ya gorila wa milimani zinanufaika na ajira na miradi ya maendeleo baada ya kuacha uwindaji haramu na kuanza kuwajali sokwe hao kwa ajili ya ustawi wao wa kijamii na kiuchumi. Zaidi anayo Najat Omar. Katika milima ya kusini magharibi mwa Uganda, sehemu ambayo ipo hifadhi ya taifa ya Bwindu, eneo la urithi wa dunia la UNESCO, ni makazi ya gorila walioko hatarini kutoweka. Sokwe hao wamezoea uwepo wa binadamu, hali inayowavutia watalii kutoka mataifa mbalimbali. Watalii hulipa dola 800 za Kimarekani ili kuweza kuwaona gorila katika mazingira yao ya asili. Kila ada ya watalii hao huchangia dola 10 kwa jamii kupitia viongozi wa eneo hilo, na huku 20% ya mapato ya kiingilio cha hifadhi ikielekezwa kwenye miradi ya kijamii kama maji safi na huduma za afya. Joylin Tugume ni mtembeza watalii katika hifadhi ya Bwindi. Amesema jamii iliyopo hapa inawajali na kuwashughulikia sokwe hao wakubwa kwa uangalifu wa hali ya juu. The degree of poaching here is reducing. Kiwango cha uwindaji haramu katika eneo hili kinapungua kwa sababu tumepata watu waliokubali kubadilika na wameacha kabisa uwindaji. Kwanza tunashirikiana na jamii. Leo mmewachukua wapakia mizigo, wale waliowasaidia kubeba mizigo yenu, kuwavuta au kuwasukuma. Mwishoni mwa siku wapakia mizigo hao watalipwa. Wale ambao wangekuwa wawindaji haramu sasa hawatawinda tena kwa sababu wanapata kipato cha halali. Because they are earning a living. Jamii inayozunguka hifadhi hiyo imeonyesha kujali kwa hali ya juu sokwe hao, na ushirikiano wao katika hifadhi umechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa vitendo vya uwindaji haramu. Kikundi cha wawindaji waliobadilika chenye wanachama 128 kimejikita katika kulinda gorila na kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa uhifadhi. Wanachama wa kikundi hicho wanaamini kuwa gorila ni rasilimali muhimu kwa jamii, na mtu yeyote anayesababisha kifo cha gorila anapaswa kuchukuliwa hatua kali za kisheria ili kutoa fundisho kwa wengine. Takwimu za mwaka 2018 zinaonyesha mafanikio makubwa ya uhifadhi, ambapo idadi ya gorila wa milimani ilizidi hadi kufikia 1000. Hii ni hatua kubwa kwa spishi iliyokuwa hatarini kutoweka. Shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira limepunguza hadhi ya gorila hao kutoka hatarini sana hadi kuwa hatarini. Takriban nusu ya gorila hao wanaoishi Uganda, hasa katika hifadhi ya Bundwi yenye makundi 27 ya gorila, ikilinganishwa na familia moja tu inayoishi katika hifadhi ya taifa ya Mgahinga. Katika mji wa Buhoma, nje ya hifadhi, waongoza watalii na wapakia mizigo hukusanyika kila asubuhi kwa ajili ya shughuli za utalii, ikiwa ni pamoja na vivuko, upakiaji wa mizigo na hata kuwabeba watalii wasiokuwa na nguvu ya kupanda milima. Kwa malipo ya takriban dola 300, utalii huo umeongeza kipato cha jamii na kuimarisha uhusiano kati ya uhifadhi wa wanyamapori na maendeleo ya jamii. Ni mwenzangu Najat Omar aliyetuandalia taarifa hiyo kuhusu jamii zinazozunguka hifadhi ya gorila wa milimani huko nchini Uganda, na ndiyo imetukamilishia mkusanyiko wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa DW Bonn. Asante sana Zainab Aziz. Kabla ya kupokea makala, msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu. Kituo kipi? Radio Fortune Africa.
ili tuweze kununua transmitter yenye uwezo na vile vile station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri itakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Tupokee makala naye Amida Isa kutokea Burundi. Pamoja na magonjwa kama vile kisukari, lakini inawezekana kuwaepusha watoto wasizaliwe na magonjwa hayo. Mengi tutaangazia katika makala hii ya afya yako. Ninayekualika ni mimi Hamide Isa. Dr. Mark Nimburanira, daktari bingwa magonjwa ya moyo na mkurugenzi mkuu wa hospitali ya kijeshi ya Kamenge, anasema licha ya kutokuwa na takwimu rasmi kwenye ngazi ya kitaifa, watoto wanaozaliwa na magonjwa ya moyo wanazidi kuongezeka nchini Burundi. Kwenye hospitali ya kijeshi ya Kamenge anayoiongoza, watoto wasiopungua 30 walifanyiwa upasuaji kutokana na kuugua magonjwa ya moyo. Upasuaji huo ulifanyika tangu mwezi Machi hadi Septemba mwaka huu wa 2025. Kwa mujibu wa Dr. Nimburanira, matumizi ya pombe, msongo wa mawazo na magonjwa ya kisukari kwa wanawake wajawazito ni miongoni mwa sababu. Lakini mtoto mwenye maradhi ya moyo kabla ya kufanyiwa vipimo atatambulika vipi? Dr. Nimburanira anasema unaweza kumtambua mtoto mwenye matatizo hayo kutokana na upumuaji wake, na hata ukuaji wake unakuwa sio wa kuridhisha. Les enfants qui ont des cardiopathies congénitales. Watoto wengi wenye magonjwa ya moyo wanasumbuliwa na kupumua tangu anapozaliwa. Atakapokuwa akifuatiliwa na daktari wa magonjwa ya watoto na hata nyumbani kwa wazazi wake, wataona mtoto anahema vibaya. Dalili nyingine ni ukuaji usio wa kuridhisha, kiwafananisha na watoto wengine wenye umri kama wao. Rangi yao ya mwili inakuwa kama inaelekea kuwa ya buluu. Wanakuwa watoto wanaopenda kukaa ama kulala wakati wenzao wakiwa wanapenda kucheza. Ses collègues sont en train de jouer. Dr. Sudi Ndikumana aliyebobea katika magonjwa ya kisukari anasema kwa mama mjamzito anapokuwa na ugonjwa wa kisukari uliofikia hatua ya pili, athari zake huenda akajifungua mtoto mwenye mirija ya moyo isiyofungana vizuri. Ni miongoni mwa aina za magonjwa ya sukari ambayo ni diabetes. Kina mama wanakuwa nayo katika labda semester ya pili, na inakuwa ni athari kubwa kama hawakuchukua hatua mapema. Kuna matatizo hayo, wanazaliwa watoto ambao kidogo wanatana katika moyo, kuna matundu, wala kuna hii mirija midogo midogo haikuweza kuwasiliana vizuri. Sana sana kina mama ambao wana matatizo ya nitasema nephropathy diabetic, yani tatizo la mafigo limekuwa limekithiri, au tatizo la mirija midogo ya macho. Lakini kipi kinapaswa kifanyike ili kuepusha watoto na maradhi ya moyo? Angalisho ni kwamba tu kina mama wanastahili kuwa wakipima mara kwa mara hali yao ya sukari wakati wana mimba, hata kabla hawajawa mimba, na sana sana waweze kufuatiliwa na madaktari wao, madaktari wa kina mama ambao ni obstetricien na wale gynecologist, pia na madaktari wa sukari ambao diabetologist, wanaweza wakawasaidia mapema sana. Pia waweze kuwa wakifanya nitasema ultrasound au kupitia katika ile mashine ya kuonesha hali ya mtoto ikoje, inaendelea vizuri au afya yake itakuwaje. Kundi la madaktari kutoka nchini Burundi walobobea katika matibabu ya magonjwa ya moyo kwa ushirikiano na madaktari kutoka Ujerumani wanakusudia kuendesha katika mwezi huu wa Oktoba zoezi katika maeneo ya mikoani la kutoa matibabu kwa watoto wenye magonjwa ya moyo wenye umri wa kuanzia siku 1 hadi miaka 14. Hadi hapo ndipo nakamilisha makala hii ya afya yako. Ulikuwa na mimi Hamida Isa. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Asante sana kutoka Ujerumani. Basi asante sana Sudi Mnete wa kuweza kutusomea habari za dunia, na vile vile mwendesha kipindi ambapo hivi leo amekuwa nahodha Zainab Aziz, na kurejesha kwenye studio za Radio 14 Africa asubuhi hii msikilizaji, ili uweze kupokea kiziba mkonga cha siku ya leo. Pokea kiziba mkonga cha siku ya leo.
Mojawapo ya dalili kwamba msimu wa maisha yako unabadilika ni kuvamiwa au kuyumbishwa au kupigwa kwa furaha yako kila wakati. Watu wanapenda waone ukiwa na huzuni. Watakushambulia. Watahakikisha wanakufinyilia chini. Utafukuzwa kazi kama ni kufukuzwa kazi. Kuna kitu ambacho kitakutendekea tu ambacho haukutarajia. Tena inaweza kupigwa na watu wako wa karibu sana. Kaa makini. Msimu wako unabadilika. Na hakuna kitaushi duniani ila mabadiliko. Kiziba mkonga cha sasa. Mojawapo ya dalili kwamba msimu wa maisha yako unabadilika ni kuvamiwa au kuyumbishwa au kupigwa kwa furaha yako. Ulikuwa unafanya kazi kwa bidii, utafukuzwa kazi. Ulikuwa umejitolea kwenye hiyo kampuni sana, utafanyiwa kisanga ambacho kitakutoa machozi sana. Kuna vitu ambavyo vitafanyika tu ambavyo haukutarajia. Vitu ambavyo vitakutoa kwenye mstari. Kumbuka nilikufahamisha kwamba maono hayawezi kutimia hadi yapite kwenye bonde. Daudi kabla hajawa mfalme alijipata kwenye Cave of Adullam. Yusufu kabla hajakuwa waziri mkuu alijipata akiwa ameketi katika gereza kwa makosa ambayo hakuyafanya. Kuna kitu ambacho kitakutendekea ambacho kitakuwa kinakuondoa kwenye mstari. Hali hiyo itafanya watu wengi sana wanakosa tumaini, wanalia, wanakwepa watu, wanasononeka na kulia. Lakini ndio mchakato. Siku moja Mungu akawa amenionyesha maono makubwa sana. Na vile vile mazingira ambayo alikuwa ananionyesha maono nikiwa ndani, na vile vile mazingira yale nikawa napigwa vita sana. Nikawa narejea kwenye magoti na Mungu akaniambia, bwana, unahitaji kuwa mtu mkuu, lazima upite hapo. Hiyo sauti hadi wa leo bado ninaikumbuka. Lazima utapita hapo. Lazima tu utapita hapo. Maono kabla hayajakuja kutimia lazima yanapita kwenye bonde. Bonde lako linaweza kuwa kama Cave of Adullam, unawindwa sana na Sauli kama vile Daudi alivyokuwa anawindwa, ama umepelekwa kwenye kesi ya kusingiziwa gerezani na mke wa Potifa. Siwezi jua yako inaweza kuwa ni sehemu ipi, lakini huo ndio mchakato mzima. Na ndio maana anasema kwamba anaandaa meza machoni pa watesi wako. Hawezi akaandaa meza kama hauna maadui. Lazima kwanza utakuwa na maadui, ndipo aweze kuandaa meza ili waweze kuwa mashuhuda. Msimu wako wa kunyanyuliwa ukifika, usianze kulia kama mtoto mdogo, kwa sababu utakuwa unaingia kwenye kiwango cha kuinuliwa. Maana mchakato wa kuinuliwa lazima upite bondeni. Kaa makini sana. Msimu wako ukifika ukubadilika. Na Mungu anaandaa vitu. Kumbuka wakati fulani ikiwa maeneo ya Bungoma watu wawili wazima wanapigana kwenye studio, mimi nakuwa ni mwokozi tu. Lakini yule ambaye alikuwa anakuja kuokoa wasikanyage na kuharibu mashine ya mtu, ndiye aliambiwa kwamba ndiye amekosa zaidi, ambaye ni mimi. Fred Timateo anapigana na Masi, lakini Masi akabaki kwa sababu yeye ana ukuruba mkubwa sana na wenye kampuni. Lakini miaka miwili baadaye alipatikana kwenye kisanga cha wizi wa pesa ya kampuni kwa sababu ya biashara, naye akaonyeshwa mlango. Uongo unaweza chukua muda ukitembea polepole. Unaweza kimbia kwa mwendo mrefu sana uongo, lakini ukweli unakuja ukijitemea kama kobe, na mwisho wa siku unakuja kudhihirika nani alikuwa ni mwongo. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.